Ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Philip Omondi. Naam, kwa mara nyingine tena idara ya polisi inaandamwa na tuhuma za ukatili. Hii ni kufuatia kisa katika eneo la Nandi Hills ambapo kanda ya video imesambaa mitandaoni kuonesha maafisa wa polisi wakiwashambulia kwa rungu vijana waliokuwa wakicheza mchezo wa pool. Kutokana na hilo, huduma ya taifa ya polisi imeanzisha uchunguzi wa siku 3 kuhusu madai ya utovu mkubwa wa nidhamu unaodaiwa kufanywa na maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Nandi Hills. Aguturoza na taarifa hiyo zaidi. Wakazi wa mji wa Nandi Hills bado wanashangazwa na kisa cha kushambuliwa na maafisa wa polisi usiku wa tarehe 10 Januari. Picha hizo zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zinaonyesha maafisa waliovalia sare wakiingia katika ukumbi wa michezo ya pool mjini Nandi Hills ambapo kundi la vijana lilikuwa likicheza. Waliamuru vijana hao kulala chini. Hawa vijana walikuja wakapaka lori pale, tukafikiria ni kazi, kumbe wanakuja kutupiga. Wakakuja kwanza lango hapa haikufunguka, wakaingia huko wawili kuangalia CCTV, wakarudi wakajifunga vizuri, wakakuja kwanza kupiga watu, walilalisha watu hapa hivi. Mimi nikafukuzwa mpaka mguu imeumia. Sasa serikali ni haki ama si? Wale waliopikwa kwanza, kuna mmoja ambaye ni Bubu. Huyu Bubu anatoka na mimi hapa Sinendeti. Sasa huyo ni jirani yangu, ana makosa, kijana muungwana, si muisi, si mlevi. Imekuwa maajabu kwamba yeye naye aliundwa sana. Kwa hivyo tunataka kusema serikali na IPOA mchukue hatua, au watu tujue walitumwa na nani na OCS wetu hapa. Kama pengine aliambiwa ama yeye ndio aliamurisha, tunataka tujue pia. Wakazi wanajiuliza ni kwa nini maafisa hao walitumia nguvu ilhali waathiriwa walikuwa tayari wamejisalimisha. Vijana kama wangekuwa na makosa, hata kama wangekuwa na makosa walisalimu amri. Kwa nini maafisa wa kitengo ya RTU walifanya kinyume na maadili ya idara ya polisi? Kwa nini aliwapiga watu wenye walikuwa wamelalishwa chini? Kwa nini walitumia fimbo yenye haistahili kupiga binadamu? The best thing that I can do is now that all those who have complaints wanaandikisha ripoti, and then from there statements andikwe. And I'm happy to say that we'll also want to invite internal affairs team maybe to come and take over the matter for fairness. Wakati uchunguzi ukiendelea, huduma ya taifa ya polisi imewahakikishia wananchi kuwa maafisa wote watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua kulingana na sheria, huku wakazi wakitaka uwajibikaji na haki kwa waathiriwa. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu mwenendo wa polisi na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa operesheni. Aguturoza, KTN. Na tusonge mbele mtazamaji. Kizaazaa cha kisheria kilizuka katika mahakama ya Milimani leo hii